الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tukiendelea na kitabu cha Mabadi'u Fiqhiyya juzu ya 4, leo tunaingia mlango unaozungumzia nawaqidhul wudhu'i, mambo yenye kuondoa udhu, mambo yenye kutengua udhu. Nawaqidhul wudhu'i, matenguzi ya udhu. Jambo la mwanzo, zawadul aqli, ni kuruka akili, urukaji wa akili, binaumin, kwa kulala, ala ghairi mumakini, pasi na kutulizanisha, maq'adahu, makalio yake, min al-ardhi, katika ardhi. Al-awwal, jambo la mwanzo, zawadul aqli, ni kuruka akili au kuondoka kwa akili, binaumin, kwa kulala, ala ghairi mumakini, pasi na kutulizanisha, maq'adahu, makalio yake, min al-ardhi, katika ardhi. Kuna mkao ambao mtu akikaa hata kama atalala basi mkao udhu hautoki. Kwa mfano, ukanyosha miguu ukakaa sawa sawa, mkao wapo, au pengine ukakunja mguu wa kulia kupeleka katika upande wa kushoto na mguu wa kushoto ukakunja kupeleka mguu wa kulia, kama vile ambavyo wanapokaa watoto. Mkao kama huo ni kwamba inakuwa ile makalio yamekaa katika ardhi sawa sawa, kwa maana hivyo hakuna fursa ya kuweza kutoka pengine kwa upepo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, al-ainani, macho mawili, wika'u sahi, ni kizibo cha utupu wa nyuma. Al-ainani, macho mawili, wika'u sahi, ni kizibo cha utupu wa nyuma, ni kifuniko cha utupu wa nyuma. Faidha namatil ainani, yatakapolala macho mawili. Faidha namatil ainani, yatakapolala macho mawili. Intalaqa alwika'u, huondoka kile kifuniko. Intalaqa alwika'u, huondoka kile kizibo. Faman nama, basi atakilala, falyatawadha, akatie udhu. Faman nama, basi atakilala, falyatawadha, akatie udhu. Athani, jambo la pili, zawadul aqli bimaradhin, ni kuondoka akili lakini kwa maradhi, au jununi, au kuenda azimu, au ighma'i, au kwa kizimia. Zawadul aqli, kuondoka akili, bimaradhi, kwa sababu ya ugonjwa, au jununi, au uchizi wenda azimu, au ighma'in, au kuhumiwa, kuzimia. Kwa mtu akitia udhu baadaye akapata maradhi, akili kaondoka, au pengine anaumwa akanywa dawa ikani sababu ya akili kuondoka, basi udhu unaambia unaondoka. Athalithu, jambo la tatu, khuruju shay'in, utokaji wa jambo, minasabilaini, kutoka kwenye njia mbili. Khuruju shay'in, ni utokaji wa kitu, minasabilaini, kutoka kwenye tupu mbili. Ni qaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema katika sehemu ya aya inasema, au jaa ahadun minkum, au amekuja mmoja miongoni mwenu, min al-ghaiti, akitoka chooni. Au jaa ahadun minkum, au amekuja mmoja wenu, au amekuja mmoja miongoni mwenu, min al-ghaiti, akitoka chooni, kwa maana au mmoja wenu amekwenda chooni akifanya haja. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallama, na kauli yake Mtume aliposema, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, haikubali Allah swala ya mmoja wenu, idha ahdatha, pale anapata hadathi, hata yatawadha, mpaka atie udhu. La yaqbalu Allahu salata ahadikum, haikubali Allah swala ya mmoja wenu, idha ahdatha, pale anapata hadathi, yani udhu unapomtoka, hata yatawadha, mpaka atie udhu. Arabiu, jambo la 4, lamsul mar'ati al-ajnabiyyati, ni kumgusa mwanamke wa kando, bila haili, basi na kizuizi. Lamsul mar'atu al-ajnabiyya, ni kumgusa mwanamke wa kando, bila haili, basi na kizuizi. Mwanamke wa kando au mwanamume wa kando ni yule ambaye unaweza kuoana, na mtu ambaye unaweza kuona naye, ukimgusa udhu unaondoka, lakini bila, anasema bila haili, bila kizuizi. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu, au la mastumun nisaa, au mkagusa wanawake. Au la mastumun nisaa, au mkagusa wanawake. Hapa kuna maelezo ya ziada ya wanavyuoni ya kwamba kumgusa mwanamke kuna vitu, wanasema kwa matumbo ya viganja, kwa matumbo ya viganja.
na hivi ni ngozi kwa ngozi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba katika maelezo baada ya wataalamu kwamba kugusa jino au kugusa ukucha ni kwamba udhu hautoki. Kugusa jino, pengine mwanamume kagusa jino au mwanamke kagusa jino la mtu mwingine ambaye anaweza kumuoa au kagusa kucha zile, basi udhu unakuwa hautoki. Lakini ala kulli hali ni mambo haya ni bora kuweza kuepuka, kwa sababu Mtume anasema alhalalu bayyin wal haramu bayyin. Kuna halali imebainishwa na haramu imebainishwa kwa wazi wazi. Wa bainahuma umurun mushtabihat, kati halali na haramu kuna mambo yanatatanisha. Basi haya yanatatanisha haya mtu anatakana ayepuke vile vile, kwa sababu ukiingia sasa mambo hayo ni kwamba utaingia katika haramu. Al-khams, jambo la tano, masul farji, ni kugusa utupu bibatni al-kaffi, kwa matumbo ya viganja. Masul farji, kugusa utupu bibatni al-kaffi, kwa matumbo ya viganja. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man massa dhakarahu, yule atakayegusa utupu wake, faliyatawadha, akatia udhu. Man massa dhakarahu, aliyogusa utupu wake, faliyatawadha, basi akatie udhu. Wali qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli yake Mtume aliposema, ayu mamra'atin, mwanamke yoyote, massat farjan, aliyegusa tupu wote, faliyatawadha, akatie udhu. Ayu mamra'atin, mwanamke yoyote, massat farjan, aliyegusa utupu, faliyatawadha, akatie udhu. Kwa hivyo hapa hakutaji utupu nani, iwe ni wake mwenyewe au ni mwenzake au ni mwanae anamtawazisha, basi madhali kagusa utupu, basi na vile vile udhu utakuwa umeshatenguka. Kadhalika na mwanamume vile vile, naye kajigusa mwenyewe au kagusa mwingine, basi vile vile na udhu unaambiwa udhu huo umeshaondoka. Lipo jambo jingine hakulitaja hapa, ingawa ameshalitaja katika darasa zilizopita, ni jambo la kuritadi. Jambo la kurtadi, mtu akirtadi basi ni kwamba matendo yake yanaporomoka, na kama matendo yake yanaporomoka, basi na udhu vile vile inakuwa na vile vile nao haupo, na vile vile nao udhu haupo. Allah anasema, waman yakfur bil imani, yule ambaye ataikufuru imani, maana ataikanusha imani, faqad habita amaluhu, kwa hakika matendo yake yameshaporomoka. Faqad habita amaluhu, matendo yake yameshaporomoka. Kama yameshaporomoka, ina maana na udhu nao vile vile nao haupo, kwa sababu kitendo cha mtu kutoka katika Uislamu, ina maana mambo yote ibadati yeye tayari yameshapinduka, kwa sababu kigezo cha ibada, sharti ya mwanzo ibada basi ni Uislamu. Sasa mtu kashatoka katika Uislamu, Allah tuhifadhi, kama katoka katika Uislamu, ina maana na udhu nao vile vile umeshaondoka. Na chengine cha kuongezea hapa ni katika swala zima la gusaji wa mwanamke. Katika madhhabi ya Kishafi ndio tumesoma hivi, kwa mwanamke mgusa mwanamke au mwanamume akamgusa mwanamume ambaye anaweza kumuoa, basi udhu wake haupo. Na wala farqa baina al-lamis wal malmus, hakuna tofauti kati ya mgusaji na mwenye kuguswa. Kwa hivyo wote hapa ni kwamba udhu umeshaondoka. Mwanamume akimgusa mwanamke udhu haupo, na mwanamume na kinyume chake. Kwa hivyo ala kulli hali ni jambo la kuliepuka, na jambo hili la kumgusa mwanamke au mwanamume wa kando ni jambo ambalo ni haramu kifupi. Maana ingekuwa ni halali, basi pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda pale Maka kuikomboa Maka, ikawa sasa anapeana mikono na baadhi ya maswahaba kwa kupokea kiapo cha utiifu. Wanawake aliwaambia, mimi sigusi mkono wa mwanamke, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakugusa mkono wa mwanamke ambaye si halali yake. Kwa vile vile na umati wake waliobakia wanaume wasijaribu kupeana mikono, hata ikawa vipi, usikubali kumgusa mkono wa mwanamke ambaye si halali yako, na mwanamke usikubali kuguswa mkono wako ni mwanamume ambaye si halali yako. Jambo hilo ni haramu mutlaq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.